Naam, Irani wamesema tuko kwenye mazungumzo lakini tayari kwa vita. Hii ni kauli iliyotolewa na spika wa bunge la Irani Mohammad Bagher Ghalibaf, ambaye pia alikuwa ni miongoni mwa ujumbe uliokuwa umeenda Islamabad, Pakistan, kwa ajili ya mazungumzo ambayo wanasema zilikuwa ni juhudi za waziri mkuu wa Pakistan anayejulikana kama Shahbaz Sharif kutaka kuwe na amani kati ya Irani na Marekani. Lakini nyuma ya pazia ni kwamba mazungumzo haya aliyekuwa ameandaa ni Marekani mwenyewe, ila kumtumia waziri mkuu au kuitumia serikali ya Pakistan kwa sababu waliona kuwa mahali tunapoenda sipo penyewe. Hii ni baada ya kuwa Iran amebadilisha kabisa malengo ya Marekani pamoja na Israeli yaliyowapeleka kwenye vile vita. Malengo yamebadilika. Kwa hiyo malengo yamekuwa upande huu wa hii tunaita upande huu wa hii mlango bahari wa Hormuz, ndio malengo yamebadilikia huko, lakini sio upande huu ambao wao walikuwa wana malengo yao kuwa wabadilishe utawala pale na waiangushe hii serikali hii. Kwa hiyo ndio maana yake. Sasa hii ni kauli ya spika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf, amesema kuwa tunajua na tunamuelewa adui yetu kuwa ni kigeugeu. Kwa hiyo maana leo hii wewe unasema kuwa tuna mazungumzo, na kwenye mazungumzo bado unaendelea kuleta jeshi upande wa Mashariki ya Kati. Ukumbuke kwenye masharti ambayo Iran aliyaweka ili vita viishe ilikuwa ni pamoja na kuwa jeshi la Marekani liondoke ukanda ule wa Mashariki ya Kati, lakini bado Marekani anaendelea kupeleka jeshi ukanda wa Mashariki ya Kati, anaendelea kupeleka mandege makubwa hapo. Wamepeleka ndege sijui aircraft carriers, peleka ndege 300 za kijeshi, na bado unasema kuwa hao askari personnel unapeleka askari 10,000 ndani ya Irani waende wakaivamia Iran. Wakati huo kumbuka uko kwenye mazungumzo, maana kama tupo kwenye mazungumzo, weka mbali hatari hizi zote za jeshi ili tukae tuyazungumze, tukae tuyaongee, tukae tuyajenge ili kuwe na amani. Lakini sasa Irani wako aware mno, na hii ni kwa sababu ya usaliti wa Marekani ambao wamekuwa wakifanya hivyo sio mara moja au mara mbili, ni mara kadhaa. Tunakumbuka wakiwa kwenye mazungumzo, Marekani pamoja na mwenzake Israeli wanakuja wanavuruga yale mazungumzo, na yale mazungumzo wakiyavuruga wanarudi tena, umeona. Kwa hiyo hii inakuwa ni kama mbinu ya Marekani kuweza kujipanga kivita. Kwa Irani na yenyewe imeusoma huo mchezo, na Irani sasa kupitia uspika wa bunge Mohammad Bagher Ghalibaf, yeye amesema kuwa tuko tayari, tuko kwenye mazungumzo, lakini bado tuko tayari, tumejiandaa na vita vizuri sana. Kwa sababu michezo hii tunaijua. Leo hii Donald Trump ameandaa tena mazungumzo mengine ambayo yanatakiwa yafanyike kule huko Islamabad, Pakistan. Na haya mazungumzo yanatakiwa kufanyika pale. Donald Trump anasema kuwa lazima Irani wakubaliane na hiki ambacho kinaenda kuzungumzwa. Imagine umeandaa mazungumzo kwa matakwa yako wewe binafsi. Nadhani unanielewa nikisema hivi. Yaani amesema ni mazungumzo yanatakiwa kuzungumzwa kati ya Irani na Marekani. Lakini ameweka matakwa yake ambayo ni lazima Irani waweze kuyafuata. Na wasipoyafuata ametishia kulipua hizo power plant ndani ya Irani pamoja na madaraja kwenda kulipua. Sasa huo ni uhalifu wa kivita. Ndio kweli wenyewe, huo ni uhalifu wa kivita. Huyu mtu kama umemshindwa kijeshi, inabidi mkubaliane, muingie mezani, mkae muyaongee. Lakini kwanza kupiga miundombinu ya raia inasaidia nini? Hiyo ndo tunatafsiri sasa ndio kushindwa kwa Marekani alikoshindwa. Maana kuna watu wengine wanasema mnasemaje ameshindwa wakati kule tunaona ameua viongozi wa Irani, tunaona amepiga miundombinu. Ndio kushindwa kwenyewe, kwa sababu lazima wewe umeenda pale kijeshi, si ndio? Kwa lazima uendelee kushambulia maeneo ya kijeshi na targets za kijeshi. Ni sawa kabisa kama hivyo kupiga kambi hizi za IRGC, kupiga maeneo ambayo wanaamini kuna hizo drones za Irani, kuna makombora ya Irani, ndio mahali ambapo sio kuna urutubishaji wa uranium. Hiyo ni sawa kabisa kijeshi na kubalika. Lakini kwenda kwanza kushambulia maeneo ya kiraia kama vyuo vikuu, kwenda kushambulia maeneo kama shule. Nakumbuka bado Iran inaendelea kuomboleza wale watoto 170 wa Minabu School ambao waliuawa pale Tehran kwa
kombora ile la Marekani linaitwa Tomahawk, kombora la masafa marefu, na Donald Trump anakataa, anasema hili kombora sio wao wamepiga, kombora hili lazima itakuwa, maana kwa kauli za Trump anasema wamewauzia watu wengine haya makombora, kwa inawezekana kuna mtu mwingine amepiga. Sasa huyo mtu mwingine ni nani? Kuna taifa gani linalopigana Irani zaidi ya Israeli na Marekani? Na Israeli yeye, kumbuka, hana haya makombora. Makombora haya nayo ni Marekani. Na hili kombora lililopiga kwenye ile shule, limepiga kombora likaua watoto 170, ni kombora la nini? La Marekani. Umeona? Sasa kwenda kwanza kushambulia miundombinu badala ya kwenda kupiga kwenye zile target za kijeshi. Hiyo ndio maana unasikia Irani wanatangaza kuwa wao wameshinda hii vita. Wameshindaje hii vita? Kwa sababu wewe unawezaje kwanza kuacha kushambulia maeneo kwenye targets za kijeshi ukaenda kushambulia kwenye maeneo ambayo ni ya nini? Ni ya kiraia. Kwa unaona pale vyuo vikuu vinapigwa, unaona shule zinapigwa, unaona hospitali zinapigwa, unaona madaraja yanapigwa, reli zinapigwa. Kumbuka haya ni maeneo ya kiraia. Sasa kama ni maeneo ya kiraia, sasa yanawezekanaje wewe Marekani ukaenda kushambulia maeneo ya kiraia na sio kupiga kijeshi? Huko ndiko kunakoitwa kushindwa kwa vita. Ni kama yale yanayotokea pale Gaza pale, badala ya jeshi la Israeli kwenda kuwatafuta hawa wazee wa Gaza mahali walipo, wao wanaanza kupiga raia, wanaanza kuua raia. Maana wakisingizia kuwa hao wazee wa Gaza wamejificha kwenye maeneo ya kiraia, kwa hiyo wanaanza kushambulia tu, wanaanza kupiga tu. Ndio unaona mauaji yote haya tangu vita vimeanza mpaka leo, watoto zaidi ya 12,000 pale Gaza wamekufa. Ni watu ambao huwa hawajali. Kwa Donald Trump leo hii anasema kuwa mazungumzo haya lazima yafike mahali kwa kile ambacho Marekani anakitaka lazima Irani akifuate, na sio kile ambacho Irani anakitaka Marekani na akifuate. No, we Irani huna haki, wewe ni mdogo bado, huna haki ya kile ambacho sisi Marekani tunakitaka, lazima wewe uweze kukifuata, na usipokifuata tunakuja Irani kulipua hiyo mitambo yote ya umeme, tunakuja Irani kulipua madaraja, tunakuja Irani. Sasa kama huo sio uhalifu wa kivita, naomba uniambie ni nini? Yaani kwa maana kwa ina twende tuna tafsiri ndogo. Kwa ina maana kijeshi wameshindwa. Na ndio maana wasema itabidi tuje sasa huko tufanye nini? Tulipue. Yani hizo power plants. Yani kwa nini usipigane na jeshi? Sijui kama mnanielewa ndugu zangu, ni wana IBM channel. Hii watu waelewa sana. Kwa nini wewe Marekani usiendelee kuzichapa na wanajeshi? Kwa nini usiendelee kuzichapa na jeshi la Irani? Kwa nini uende kwenye miundombinu ya kiraia? Kwa nini uende ukalipue power plants? Kwa nini uende ukalipue nadhani ninaeleweka. Ndio maana kila saa nauliza, sijui kama ninaeleweka. Ninadhani ninaeleweka. Hii ni tafsiri inatupa kuwa jeshi la Israeli la IDF pamoja na jeshi la Marekani limeshindwa dhidi ya jeshi la Irani. Ndio maana imebidi sasa waingie kwenye kulipua, kwa sababu kama wangekuwa wameweza malengo yao, kwanza, jambo la kwanza yangekuwa yameshatimia. Hilo ni jambo la kwanza kabisa. Malengo yao ya kwenda pale Irani yangekuwa yalishatimia kama wangekuwa wameweza. Alafu jambo la pili, wangeendelea kupigana na jeshi la Irani badala ya kwenda kupiga miundombinu ya kiraia. Na ndio maana imewalazimisha waingie kwenye mazungumzo. Ninaongea siku zote hapa. Sera ya Marekani wanasema your government ya United States of America will never ever negotiate with terrorists. Lakini kwa leo wanaingia kwenye makubaliano na taifa waliloliita taifa la kigaidi, lina support makundi ya kigaidi. Hii inakupa tafsiri gani? Tafsiri yake ni kuwa hivi vita sisi tumevishindwa, kwa lazima sasa tutumie ile maximum pressure kumpressure Irani, lazima akubaliane na masharti yetu, vinginevyo tutatengeneza chaos ndani ya Irani ili raia waanze kuichukia serikali yao, ndipo na sisi tuingie. Ndicho waga wanakifanya. Ndicho walichokifanyaga hata Libya, kutengeneza yani. Maana sasa unajua vita vya ndani ni vibaya kuliko vya adui nje, na hakuna wakati ambapo Iran imeshikamana kama kipindi hiki cha vita ambavyo wamevamiwa kutoka nje. Ukumbuke rais wa Marekani aliwaambia raia wa Irani kuwa ninakuja kuwakomboa kutoka kwenye mikono ya kidikteta, maana walidai kuwa utawala wa kina Ayatollah ni utawala wa chuma ndani ya nchi, kwa kukosekanagi wanaharakati. Hata uwafanyie nini, hata ufanye kitu gani, huwa kukosekani.
Hilo ndio kweli wenyewe. Nafikiri mnakumbuka hata Libya pale walikuwa wanapewa kila kitu. Libya, raia wa Libya wanapewa kila kitu, ndugu zangu, elimu bure, afya bure. Na kama matibabu ya pale Libya hayajakupendezesha ukasema mimi nataka nikatibiwe nje, labda Uingereza, Marekani au India, basi serikali ingegharamika gharama pamoja na yule mtu naenda naye ambaye ni msaidizi wako. Kila kitu unalipiwa. Tuongee nini juu ya umeme? Tuongee nini juu ya maji? Tuongee nini juu ya wasomi walivyowezeshwa, wakulima walivyowezeshwa? Lakini bado yani binadamu si utamridhisha kwa nini? Sijui, labda umuue. Yani binadamu kumridhisha, labda umuue, labda ndo ataridhika. Lakini hivi yani utafanya mema, utafanya, lakini hamna kitu. Kwa wanaharakati kama hao Irani pale hawajakosekana, wako waliokuwa wanasema huu utawala ni utawala wa kimabavu na hivi. Kwa ndio maana hiyo wakaitumia kama sababu wakina Trump kuwa tunakuja sasa tuwaweke huru, ili nyinyi muwe huru kabisa na hivyo. Sasa swali linakuja, nyinyi Marekani mmekuja mtusaidie, si ndio? Sasa mbona tena mnapiga miundombinu ambayo mkiuondoa huu utawala ndio hiyo miundombinu sisi tunaitegemea? Kwani miundombinu ndio ina shida? Na miundombinu hii mnayoipiga, kumbuka, imejengwa na huu utawala ambao mnaita ni utawala wa kinini, wa kidikteta au utawala wa kigaidi. Kwa hiyo Irani wakawa wamesoma huo mchezo, wakasema hapana, hii michezo hapana. Ndio maana wamekuwa pamoja. Kwa sasa ndio maana unaona Marekani anachokifanya ni kujaribu kutengeneza chaos ndani ya Irani ili raia wa react, waseme sasa kama watakuja kulipua miundombinu huku ya umeme na madaraja, bora bwana, nyinyi viongozi wa Irani nyinyi kubalini tu. Lakini raia wamesimama pamoja. Siku ambayo Donald Trump ametishia kuwa ataenda kulipua hizo power plant, raia walienda kusimama kwenye hizo power plant wakasema tutalipuka nazo. Sasa utaua watu wote wale kweli? Yani hao watu wote utaua. Kwa hii mbinu ya Donald Trump haikufanya kazi, kwa sababu hata kutengeneza chaos within kwenye hiyo society, ili sasa raia wale, maana hii vita ya ndani inakuwaga ni mbaya kuliko ya nje kama nilivyokuambia. Kwa hiyo ndio maana ndugu zanguni, sasa Irani wamesema tuko aware sana na hilo. Tuko kwenye mazungumzo, lakini wakati huo tumejiandaa na vita. Na Irani imesema hakuna wakati ambapo wametengeneza makombora mengi kama wakati huu hapa, na wana stock ya kutosha ya makombora wakati huu hapa. Kwa hiyo vita bado vinaendelea na mazungumzo yakiwa yanaendelea, ngoja tuendelee kuangalia tuone ni nini kinaendelea zaidi. Asanteni sana wana IBM channel, wana Ukuu wa Mwafrika. Ninawashukuru kwa kuwa pamoja nasi hapa. Mungu awabariki.